Maisha yetu hayawezi kubadilika kwa kujilaumu. Ndio mafundisho ambayo tunakwenda kujifunza muda huu. Maisha yetu hayawezi kubadilika kwa kujilaumu. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maisha yetu hayawezi kubadilika kwa kujilaumu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye maisha yake yalibadilika kwa kujilaumu. Hakuna hata mmoja. Watu wengi ambao walijilaumu baada ya kukosea kwenye eneo fulani, baada ya kuanguka kwenye eneo fulani, hawakuweza kubadilika kwenye maisha yao. Kwa sumu ya maisha ya mafanikio ya mtu yoyote ni kujilaumu baada ya kukosea, ni kujilaumu baada ya kuanguka. Hakuna mwanadamu hata mmoja chini ya jua ambaye hajawahi anguka. Hakuna mwanadamu hata mmoja chini ya jua ambaye hajawahi kosea. Wote tunakosea. Wote tunakosea. Wote, hakuna mtu ambaye maisha yake huwa yanaenda moja kwa moja. Iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye maisha ya kiroho. Kuna wakati ambapo mwanadamu huwa anakosea. Kuna wakati ya mwanadamu ambapo huwa anaanguka. Kuna wakati ambapo mwanadamu maisha yake huwa yaendi jinsi alivyokuwa anatarajia. Sasa ili wewe uweze kubadilika, ili wewe uweze kuinuka, hutakiwi kujilaumu. Maisha hayawezi kubadilika kwa kujilaumu. Kwa kujilaumu. Kukosea kupo. Kukosea ni sehemu ya maisha. Kukosea ni sehemu ya safari katika maisha yetu. Na ndio maana hata mtoto anapojifunza kutembea huwa anaanguka mara kadhaa. Akianguka mara moja sio kwamba anaacha, ataendelea kutembea, ataendelea kujaribu kutembea, ataendelea kujaribu kutembea mpaka atakapoanza kutembea vizuri. Wakati mwingine hata kama wewe ni mwenye haki, hata kama wewe umeokoka, kuna wakati ambapo unaweza kukosea, kuna wakati ambapo unaweza kuanguka hata katika dhambi. Lakini kujilaumu hakutakusaidia. Kujilaumu hakutakusaidia. Hakutakusaidia. Kwa sababu hilo limekwisha kutokea. Hakuna namna ambavyo unaweza kulibadilisha, limekwisha kutokea. Sasa kuna watu ambao wakikosea, kuna watu ambao wakianguka kwenye eneo lolote lile, wanaanza kujilaumu. Maisha yako hayawezi kubadilika kwa kujilaumu. Hakuna mtu hata mmoja, haijalishi amefanikiwa kiasi gani, haijalishi yuko mbali kiasi gani, tambua ya kwamba aliwahi kosea. Tambua ya kwamba aliwahi kosea. Aliwahi kosea. Na wote ambao wamefanikiwa kwenye eneo lolote lile ni watu ambao walikosea, lakini katika makosa yao kuna kitu ambacho wamejifunza. Kila tunapokosea kuna jambo ambalo tunajifunza ili kurekebisha kesho yetu. Kama natamani maisha yako yaweze kubadilika, hutakiwi kujilaumu. Maisha yetu hayawezi kubadilika kwa kujilaumu. Ulizia watu wote waliofanikiwa kwenye huduma, ulizia watu wote waliofanikiwa kwenye biashara, ulizia watu wote waliofanikiwa kwenye maeneo mbalimbali, watakwambia kwamba waliwahi kosea. Maadamu wewe ni mwanadamu, kuna wakati ambapo unakosea. Kuna wakati ambapo unakosea. Ukikosea, acha kujilaumu. Inuka, songa mbele. Inuka, songa mbele. Inuka, songa mbele. Kukosea kupo. Kama mwanadamu kukosea kupo. Jambo la msingi, umejifunza nini kwenye hilo kosa? Jambo la msingi, usianze kujilaumu. Usianze kujilaumu kwa sababu ya kosa ulilolifanya. Usianze kujilaumu. Usianze, umeanguka kwenye dhambi, tengeneza na Mungu, songa mbele. Tengeneza na Mungu, songa mbele. Cha msingi, umejifunza nini? Kwa sababu kama hakuna ulichojifunza, utaendelea kurudia makosa, utaendelea kurudia makosa, utaendelea kurudia makosa. Kwa kukosea kupo, lakini jambo la msingi, umejifunza nini kwenye hilo kosa? Ni kweli umejikosea, umejifunza nini kwenye hilo kosa? Tunaposoma kwenye Wafilipi 3:12 mpaka 13, maandiko yanasema kwa habari ya Paulo. Na sote tunajua kwamba Paulo huyu aliyekuwa anaitwa Sauli ni mtu ambaye alilitesa kanisa, ni mtu ambaye aliwatesa watakatifu. Kumbuka kwamba kwa habari ya Torati, Sauli alikuwa ni Farisayo. Kwa jinsi ambavyo, kwa sababu ya mapokeo yake,
ilionekana kwamba watu wanaomfuata Kristo kama ni watu ambao wamepotea, ni watu ambao wamekengeuka. Kwa Paulo alijibidisha sana katika kuwaburuta watakatifu gerezani, katika kuwakamata watakatifu na kuwaweka gerezani, na alikaona kwamba jambo alikuwa analifanya lilikuwa sahihi machoni pake, lilikuwa sahihi machoni pake. Wakati Stefano alipokuwa na Paulo alikuwepo akiwa ameshikilia nguo zake, alikuwepo na alifurahia kuuawa kwa Stefano, alifurahia kupigwa kwa mawe kwa Stefano mpaka kufa. Lakini sitoshe, aliposikia kwamba kuna watakatifu, kuna watu ambao wanamfuata Kristo wamekimbilia Dameski, aliomba kibali kwa viongozi ili wampe aende Dameski akawakamate na kuwaweka ndani na kuwarudisha na kuwaweka ndani. Lakini huyu Paulo, tunaposoma kwenye Wafilipi 3:12 mpaka 13, anasema kwamba sijidhani kwamba nimekwisha kushika, ila nafanya neno moja tu. Sidhani kwamba hapa nilipo ndipo ambapo natakiwa kuwepo, ila nafanya neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyopo mbele. Paulo ambaye alikuwa ni muuaji, Paulo ambaye alikuwa alilitesa kanisa, Paulo ambaye alikuwa ni adui wa kanisa, anasema sijidhani kwamba mimi nimekwisha kushika, lakini natenda jambo moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma na nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Kukosea kupo, sahau yaliyo nyuma, chuchumilia yaliyo mbele. Ni kweli ulikosea, hakuna namna ambavyo unaweza kubadilisha hilo kosa. Ni kweli ulitenda dhambi, hakuna namna ambavyo unaweza kubadilisha hilo tukio lililotokea. Hilo limekwisha kutokea. Cha msingi, simama, songa mbele, simama, songa mbele, simama, songa mbele. Hilo kosa ulilofanya iwe ni darasa kwako, hilo kosa ulilofanya iwe ni shule kwako, usirudie tena. Iwe ni shule kwako, iwe ni shule kwako. Paulo anasema sijidhani kwamba nimekwisha kushika, lakini ninafanya neno moja tu. Sijidhani hapa nilipo ndipo ambapo nitakuwa niwepo, lakini nafanya neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma. Anafanya neno moja tu, akisahau mauaji aliyoyafanya kwa Kristo, mateso aliyoyafanya kwa watakatifu, hayo yote anasahau, kwa sababu anajua hayo yalikwisha tokea. Hakuna jambo ambalo anaweza kalifanya kubadilisha hayo ambayo yamekwisha tokea, lakini anaweza kuibadilisha leo, lakini anaweza kuibadilisha kesho yake kwa kuitumia leo yake vizuri. Maisha yako hayawezi kubadilika kwa kujilaumu. Kama natamani kufika mbali, kama natamani Mungu akupe nafasi nyingine tena, acha kujilaumu, tengeneza na Mungu. Ulianguka dhamini, omba toba na rehema, songa mbele. Songa mbele. Tumaini bado Wakati wana wa Israeli walipokosea na Ezra aliporudi Yerusalemu, akakuta hata Walawi wameoana na watu wa mataifa. Ezra alilia kuanzia asubuhi mpaka jioni, alilia. Maandiko yanasema kwamba aling'oa ndevu zake na kung'oa nywele zake, akalalua joho lake, akaanza kulia mbele za Bwana, akaanza kuomboleza mbele za Bwana. Akasema, Mungu, naona haya hata kuinua uso wangu, naona haya kwa ajili ya uovu uliofanyika na taifa lako takatifu, kwamba mbegu takatifu imejichanganya na mbegu chafu. Lakini akainuka mtu mmoja akasema kwamba ni kweli tumekosea, lakini tumaini bado lipo. Ni kweli ulikosea, lakini tumaini bado lipo. Ni kweli ulitenda dhambi, tumaini bado lipo. Ni kweli ulianguka kwenye uzinzi, lakini tumaini bado lipo. Ni kweli ulianguka kwenye uasherati, tumaini bado lipo. Inuka tena, songa mbele. Inuka tena, songa mbele. Maandiko yanasema kwamba mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Inaweza kweli kwamba ulianguka kwenye biashara, mtaji umekata, lakini siyo sababu ya wewe kuanza kujilaumu. Pamoja na kuwa umekosea, pamoja na kuwa umeanguka, lakini kuna kitu ambacho umejifunza. Tatizo ni pale ambapo kama hakuna jambo uliojifunza, kwa sababu katika kila kosa tunalolifanya
kuna kitu cha kujifunza cha kutufanya tuwe wazuri zaidi. Wazuri zaidi. Maisha yako haiwezi kubadilika kwa kujilaumu. Kweli ulikosea, acha kujilaumu. Songa mbele. Tumaini bado lipo. Tumaini bado liko. Ni kweli umekosea umeanguka kwenye biashara. Ni kweli umekosea umekosea kwenye maisha yako ya wokovu. Umeanguka kwenye maisha yako ya wokovu. Lakini suluhu ni kutengeneza na Mungu na kusonga mbele. Cha msingi umejifunza nini kwenye hilo kosa? Cha msingi umejifunza nini kwenye hilo kosa? Kukosea kupo, lakini kukosea kama ukijilaumu, laumu ikitawala maisha yako yataweza kubadilika. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, fanya kama Paulo. Paulo alisahau yaliyo nyuma. Sahau maeneo uliyokosea. Kama ni dhambi, tengeneza na Mungu, songa mbele na usirudi tena kutenda dhambi. Kama ni kwenye biashara, inuka tena. Kwenye kila eneo la maisha yako ambao ulikosea na unajutia kwa nini ulifanya hivyo, yamkini uliamua vibaya, umefanya maamuzi ambayo yamekugharimu, lakini hilo sio shida. Cha msingi, acha kujilaumu, sahau yaliyo nyuma, chuchumilia yaliyo mbele. Tumaini pekee ulilonalo ni leo. Hayo yaliyopita, hakuna jambo ambalo unaweza kufanya kubadilisha. Hayo yamekwisha kutokea. Songa mbele. Mungu bado ni mwaminifu. Tumaini bado lipo. Acha kujilaumu. Songa mbele. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Lakini pia kama umebarikiwa na mafundisho haya, usisahau kushare, washirikisha marafiki unaowapenda mafundisho haya. Like, comment. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.